So today I want to talk about growing towards maturity. Growing toward maturity. Kukua. Growing toward maturity. Kukua. Hebu tafsiri hiyo ndiko. Growing towards spiritual maturity. Yeah, I think that is better. Growing towards spiritual. Growing towards spiritual maturity. Leo nataka tujifundishe kuhusu kukua. Growing towards spiritual maturity. Na ninajua kwamba Mungu anaenda kutusaidia. Kwa hivyo for the next 1 hour please follow me up. Na unisikize na please don't park your body here and go home. Just be here. Nitasoma maandiko kadhaa ambayo ningetaka tusomewe. Galatians chapter 4 verse 19. Pastor Mrindi, shika hiyo. Deacon Marika, na wewe ushike Hebrews chapter 11 verse 13. Probably mngepewa mic. Mwambie? Okay, iko hapo. Na mwingine Galatians chapter 4 verse 1. Nitaanza kwa kusema hivi wapendwa, ya kwamba hakuna kitu kizuri kama growing, kama maturity, kama kukua, kukomaa. Na hakuna mtu ambaye huzaliwa akiwa mtu mzima, iwe ni kuzaliwa kwa kiroho au kuzaliwa kwa kimwili. All of us knows we were born very tiny thing, kimwili. Na kwa hivyo tunapozaliwa tunakuwa na a lot of, a process ya growth. By the time unakomaa inakuwa imekuchukua around 18 years, na kuna wengine inachukua hata muda zaidi. And all those process inakujaga because you can't grow within a day. Lazima utoe muda, utakula, kuna nyakati za utoto, kuna nyakati za teenager, nyakati hizo, all those times are important. Na hivyo ndivyo ilivyo na maisha pia ya kiroho. Wakati tunazaliwa tunakuwa ni watu ambao hatuelewi sana mambo haya ya Mungu. Na kwa hivyo tunakuwa na nyakati za kulelewa, na pia tunakuwa na nyakati za kungoja kwa kula. You eat day by day until one day you become a mature Christian. Bwana Yesu asifiwe. Ninakumbuka Pastor Mrindi alikuwa anatuambia asubuhi wakati alinijoin tukiwa Kiang'ombe. Hakuwa vile alivyo leo. Even those days hatugemuita pastor, maana hakuwa na shape ya pastor. Ni kweli. Hakuwa lakini today he is a pastor. And we are not ashamed to call him a pastor. Very soon anaenda kutuwakilisha Katani. Na niko na imani na yeye hata tuwaibisha. Amen. Bwana Yesu asifiwe. That process ya growth, it has taken more than 10 years. Unaona sasa? Na kwa hivyo ndivyo ilivyo na maisha pia ya Ukristo. Amen. Na mtu akiwa mdogo mara mingi you do not value things that are important. Na unakutanga mara mingi mnakosana na wazazi because to you kuna mambo ambayo sio muhimu kama kukula. Unakula kile unataka, Roro Pops na tamu ndizo zinakuwa za watoto. Na hivyo ndivyo ilivyo hata kanisani. Kanisa kama ni changa sana, kama hutapatia Roro Pops, misisimuko inakuwa hiyo kanisa haiwezi, hawashiki. Lakini kanisa inapozidi kukua lazima tubadilishe chakula, tuanze kuwafundisha all gospel. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Maana ninakumbuka most of us tulipookoka, unakumbuka zile nyimbo zilikuwa zinaibwa kwa makrusedi na kina Deacon Jeremia. Ingia. Tuimbe kidogo. Ingia. Uwe moja wa kondoo. Tuimbe tena. Ingia. Uwe moja wa kondoo. Hatukuambiwa tuingie tuwe mapasta. Hauingia unakuwa pasta. Unaingia unakuwa kondoo kwanza. Amen. Alafu kuna ingine inaitwa tumishi hii ya kwa Yesu Barare.
Tambarare. Tambarare. We. Kwa Yesu tambarare. Kuna? Hakuna milima. Wacha tuongee ukweli. Kwa Yesu hakuna milima. Kwa hivyo tulidanganya watu mahali. Lakini najua tukiwaambia kwa Yesu kuna milima na mabonde hawangekubali kuingia. Hata mimi singeingia. So vile tulikuwa tumechapwa na maisha pande ile, tukaambiwa kwa Yesu tabarani tukaingia. Lakini walipoingia sasa msimuko wao ndani. Sasa lazima niwaambie kwa Yesu kuna sometimes kupanda na kugoja. Unalia mpaka unaambia Mungu nitaanguka na Mungu ashughulikie anguka. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Na kwa hivyo leo this is one of the very basic teaching when it comes to Christianity. Amen. Kwa hivyo Galatians chapter 4 verse 19, Pastor you can read for us. My dear children, for whom I am again in the pains of childbirth, until Christ is formed in you. Yangu inasema hivi, my little children, of whom I travail in birth again until Christ be formed in you. I desire to be present with you now and to change my voice, for I stand in doubt of you. Amen. Galatians 4:19. This is Paul. Na wala hamjui Paul. Paul alilelewa na nani? Alilelewa na mtume anaitwa Barnabas. Amen. Najua wengi hawajui. Paul alikuwa disciple wa Barnabas. Barnabas alifanya kazi kubwa sana kulea Paul. Unanisikia? Yes, na wakati ulipofika Paul akafika level ya kuwa mtumishi, Barnabas released him and then Paul akafanya kazi kubwa ya Mungu. Paul amehubiri Italy, amehubiri Asia Minor, amehubiri many places. Na we know his gospel kwa sababu almost 3/4 of the New Testament imeandikwa na Paul. Amen. Na nafikiria Mungu alitumia Paul kwa sababu ya kisomo. Paul alikuwa msomi na ukisoma kuna mahali hata mfalme mmoja alimwambia Paul, nafikiria kichwa yako inaruka kwa sababu ya kusoma sana. Paul alikuwa amesoma. Kwa hivyo wale watu mnachukia masomo na mnadharau masomo, tafadhali someni. Kuna mchungaji mwingine aliniambia yeye hawezi kuhubiri town kwa sababu masomo ni kidogo. Unajua sasa huku town hapa kuna watu wamesoma kwa university, wengine wako form 4, wengine wamesoma sana, wengine wako na PhD. Sasa ukisimama hapa huna kisomo, unatamka maneno mengine ikienda huko, unashindwa whether you are the right person to be a pastor. Amen. Kwa hivyo Paul alikuwa amesoma sana. And I think this is the reason why Mungu alimtumia kuandika vitabu. Na Paul alikuwa mtu ambaye hapa alikuwa sana very philosopher, very influential. Amen. Hallelujah. Kwa hivyo baada ya yeye kulelewa na Barnabas na akafanya kazi ya Mungu, kuna kanisa moja alianzisha inaitwa kanisa ya Galatia. Galatia ilikuwa like our churches today. Ilikuwa kanisa ya mwili, sometimes roho. Amen. Kuna wakati walikuwa wanakuwa ndani ya roho, sometimes walikuwa ndani ya mwili. Na kwa hivyo hapa anaandikia, anawaambia wa Galatia, my little children, nyinyi kanisa hili, nyinyi ni watoto wangu wadogo ambao mimi nimefanya kazi nikasikia uchungu wa kuwazaa. Lakini ninawaombea Yesu au Mungu aupike ndani yenu. Bwana Yesu asifiwe. Maana hili kanisa lilikuwa na a lot of carnality, a lot of flesh. Walikuwa wanapigana, unasikia wengine wanasema sisi ni wa Pastor Mlindi, sisi ni wa Pastor Mawala. Natoa mifano na Maisha divorce ndio muelewe. Na akiangalia akaona hii kanisa because of this mwili mwingi watakosa kukomaa. Amen. Kwa hivyo akasema ya kwamba ninaombea my little children, naombea nyinyi watoto wadogo wa Galatia ya kwamba Yesu aupike ndani yenu. Kwa hivyo mtu anapozaliwa mara ya pili, kama Nicodemus alipokwenda kwa Yesu usiku, si alizaliwa kiroho? Yesu huwa anazaliwa ndani yako, anakuwa ni kama katoto kadogo. Na hapo katoto kanafaa kulelewa kakue mtu mzima, mtu ambaye amekomaa ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Are we together? And your maana we do not advocate mtu akiokoka kuanza kupewa majukumu kanisani. Huyo mtu utamuua. Ni kama mtoto wa 5 years muwekelee 90 kg bags. Hata kama unaona kama anaweza kubeba, utaua mtoto. Kuna mifupa yake haijaubika, haijakuwa strong.
itakuwa deformed. Bwana Yesu asifiwe. Na mkisikia kuna mtoto anabeba na ile kg, tafadhali you can report here, tuko na chief anaweza chukua hatua. Bwana Yesu asifiwe. Maana mtoto hawai kubeba those kgs. Na hata kuna some of these house chores, kazi zingine muangalie, msipatie watoto kazi ambazo hafai kufanya. Kama mtoto hajafikia umri wa kupika, asipewe kupika, atajichoma. Sawa sawa. Ya maana watoto hawananga ile kitu ya danger. Kuna one of my friend aliniambia mama yake alimwambia alitayarisha aoge. Kijana, na unajua vijana wanakuaga watu wa kuexperiment. Na wakati aliwekewa maji kwa karai, hakuwekwa maji iliwekwa kwa jiko. Yeye alikuwa ameona mama vile anawekaga maji kwa karai. Anachukua vizuri, anaweka pole pole. Sasa hiyo siku ujana na upii nikamwambia, kwa nini mama anachukuaga pole pole anaweka? Akafikiria si aweke. Sasa hiyo siku akaamua yeye ndiye ataweka maji. So alichukua akaakusha tu kwa karai. So maji iliruka ikamchoma tu. Na alichomeka vibaya. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo ndivyo ilivyo. Wakati mtu amezaliwa mara ya pili, wewe ni mtoto mdogo wa kiroho, hufai kutoa majukumu mengi kanisani. Unafaa ukae chini ulelewe. Bwana Yesu asifiwe. Sawa sawa? Yes, hatukupei majukumu. Kwa hivyo Paulo akawa na kilio katika moyo ya kwamba kanisa la Galatia, ningeomba Mungu awasaidie Yesu aubike ndani mwenu, maana hajaubika. Maana mahali kuna division, mahali kuna competition, mahali kuna wivu. Hiyo ni nini? Ni dalili ya kwamba Yesu hajaubika ndani mwenu. Amen. Hebrew chapter 5 verse 11 to 13. Tumeshimalika? I hope you are there. Read for me. 13. Nasema hivi. Ambaye tuna maneno mengi ya kunena katika habari zake. Na ni shida kuyaeleza kwa mmekuwa wavivu. Umefukulia maji kweli? Amen. Soma tu. Okay. Wacha nianze. Inasema hivi, Hebrews 5 verse 11 to 13. Ambaye tuna maneno mengi ya kunena katika habari zake. Na si shida kuyaeleza kwa kuwa mmekuwa wavivu wa kusikia. Kwa maana iwapasapo kuwa walimu. Maana wakati mwingi umepita. Mnahitaji kufundishwa na mtu mafundisho ya kwanza ya maneno ya Mungu. Amen. Nanyi mmekuwa mnahitaji maziwa wala si chakula kigumu. 13. Kwa maana kila mtu atumiaye maziwa ajui sana neno la haki. Amen. Kwa kuwa ni mtoto mchanga. Yes. Now hapa tumesema mtu akizaliwa anakuwa katoto, si kweli? Here is another scenario of a group of people. Kulingana na mtumishi wa Bwana anasema kuna mambo mengi sana angetaka kushiriki nao, lakini shida ni hii, hawana shida ya kusikia na kuelewa. Na anasema hivi verses 12 ya kwamba wakati huu mnafaa kuwa walimu, meaning hawa watu wamechukua muda sana, amen, kulinganisha muda ambao wamekuwa uko wokovu na yale mambo wanasubuana nayo haingiani. Wanafaa kuwa walimu lakini wana behave kama watoto wadogo. Anasema hivi, you need that someone should teach you again the first principles of the oracles of God. Kwa hivyo mtu anapookoka kuna mafundisho ya mwanzo ya wokovu. Kama sasa kuna klasi inaendelea ya discipleship inafundisha concerning baptism, na tutakuwa na ubatizo before the year end. Amen. Na hayo ndio mambo ambayo watu wanafaa wakiingia kwa wokovu wanafundishwa kama ubatizo. Sawa sawa. Wanafundishwa nini? Ubatizo ni nini? Kwa nini tunabatizwa na maji na ni maji mingi? Kwa nini hatupitii chini ya miguu ya pasta kama ubatizo? Kwa nini hatufanyiwi hii? Tunaachishwa kando, all those stuff. Kwa sababu ukichelewa, you can imagine, sasa kama mimi ni pastor wewe na sijawahi batizwa, itakuwa ngumu kidogo. Ati sasa wakati na Deacon Jeremia anakufundisha na hapo na bibi niende hapo nifundishe ubatizo. Alafu sasa nani atabatiza mwingine? Kwa hivyo ukipitwa na wakati kuna mambo utakuja kuifanya baadaye na itakuwa odd.
Uliza jirani yako kama amebatizwa. Na maji mengi. Kama ulibatishwa na bendera, tafadhali hiyo si ubatizo. Na kupigua drum na kuruka moto, all those stuff, hizo sio ubatizo. Hizo ni they are human teachings ambazo haziko kwa Biblia. Maana ubatizo uko na maana. Kwa hivyo tumeambiwa hivi, akawaambia hawa ya kwamba mnafaa kuwa walimu because of the time you have been in Christianity, yet bado mnahitaji maziwa. Mnahitaji maziwa. Na hapo inasema mtu ambaye hutumia maziwa ni mtoto. Sawa sawa? Mtu ambaye hutumia maziwa ni mtoto. He has not become skillful in the word of righteousness, for he is a baby. Verse 14 says, but strong meat belongeth to them that are full of age. Kwa hivyo kuna watu ambao wanakula chakula kigumu, maana ya umri wao na waruhusu, si kweli? Na hivyo ndivyo ilivyo. Kuna watu hapo, verse 14 nasema they need strong meat because of their age, even those whom by the reason of use have their senses exercised to discern both good and evil. Kwa hivyo mtu ambaye hajajua au hajafikia kilele cha kutambua wema na uzuri, huyo mtu bado ni mtoto. Mtu ambaye anaenda anapewa chumvi na anaambiwa hivi anahitaji, huyo bado ni mtoto. Amen. Mtu ambaye huwa amekomaa, dalili ya ukomavu ni uwezo wa kung'amua mazuri na mabaya. Bwana Yesu asifiwe. Hamuonaje watoto wanaitanga kila mtu baba na niko? Amen. Na kuna watu wa kanisa waje tu pastor wao ni nani? Mara ni yule hapo kwa TV. Bado wao ni watoto. Uliza jirani yako kama anajua pastor yake ni nani. Mara ni Pastor Maura. Hiyo ni all those stuff. Hizo ni dalili za utoto. Lakini pastor, bora unatutusi, tuko na devu. Wacha na devu. Na uvi, wacha na hizo. Nikodemus alienda kwa Yesu usiku. Na wakati alipo kubali wokovu, akabatizwa. Alifanyika nini? Mwana. Hakufanyika mzee mwana, alifanyika mwana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo irrespective of your age, kama hujajua kung'amua mabaya na mazuri, wewe bado ni mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Niko na watoto wangapi ndani ya nyumba? Strong meat belongs to them that are full of age. Kwa hivyo kuna strong meat, na pia mnajua mtoto akizaliwa huwa anapewa nini? Maziwa. Hapewi mifupa, itamharibu. Hata hana meno ya kutafuna mifupa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tumekubaliana kuna watoto? Nataka tuhubiri pamoja. Tumekubaliana kuna watoto? Tumekubaliana kuna watu wazima kwa wokovu? Sasa wewe ukijiangalia unaona wewe kama ni mtoto au ni mtu mzima? Galatians chapter 4 verse 1. I say that the heir as long as he is a child. Unasikia bado inaongea kuhusu watoto Galatians 4:1. I say that the heir ni mrithi, as long as he is a child, differeth nothing from a servant, though he be Lord of all, but is under a tutor or a tutor. Ni tata au ni tutor? Au tata, inategemea ulisomeshwa na nani. And governor until the time appointed of the Father. Even so, we when we were children were in bondage under the element of this world. Amen. Kwa hivyo Biblia inasema hivi, Galatians 4:1, ya kwamba mrithi mradi yugalipo mtoto, yeye hubaki chini ya watumishi, watumwa. Kuna watu wanaomba vitu mingi sana hapa kwa Mungu, lakini Mungu akiangalia your age, your spiritual maturity, hawezi kupatia because he lose you. Bwana Yesu asifiwe. Nilisikia uzunguni mtoto alichukua bunduki ya baba. Unajua wasungu sio kama hapa Afrika. Wasungu kama sasa US wamelegalize mambo na firearms. Amen. Afrika tukilegalize firearms, kila mtu atakuwa mwingine. Wasungu nakutaka mtu ako na bunduki ile kubwa kabisa, inaitwa G3 au machine gun. Na iko kwa nyumba tu. Kila mtu. Niliona kwanza last election walikuwa wanatembea kwa street. Wengine wakuwa na inaitwa hiyo ligari ya askari. Yaani naona ni mwanajeshi kabisa, lakini hawana shida. Bwana Yesu asifiwe.
So nisikia mtoto mwingine alichukua bunduki ya baba. Na kwa sababu yeye hajui real na fake. Vile anaona kwa katuni akamwambia take back. Baba kitu akapasua. Hakujua real. Bwana Yesu asifiwe. As long as the hair is a child, he differs nothing from a servant. Kwa hivyo in short, mtoto na mtumwa wanaweza kuwekwa kila saa. Sawa, si kweli? Kwa sababu ya utoto. Are we together? Yes. So the ultimate desire of God for our life is that we may grow to the full potential. Amen. Amen. Kuna mtu ananishika? Yes. But immaturity will always hinder us from realizing this possibility. Hiyo ninasema muandike na mimi nasema tu. The ultimate desire of God. Mapenzi ya Mungu kwa mzazi yeyote yule ni mtoto akue mkubwa, aone progress mpaka ukomae. That is how it is with God. The ultimate desire of God is that we may grow and become real grown-ups so that we can realize the possibilities that God has given us. Amen? So kuna mambo mingi sana hatutaweza kufaidika nayo katika maisha ya wokovu kama tutabaki watoto. Are we together? Are we together? Kwa hivyo ningeomba kwa jina la Yesu, ninapofundisha mambo haya, let us grow. Let's desire to grow. Unanisikia wapendwa? Let's desire to grow. So what is maturity? What is maturity? Nitapatiana 3 definition na ninajua ya kwamba Mungu anaenda kutusaidia. Ninaenda haraka kwa sababu ya time. What is maturity? The first definition is here. It is the degree of conformity to the image and the character of Christ. It is the degree of conformity to the image and the character of Christ. Kwa hivyo kipimo chetu cha kukomaa ni wakati tumepata tabia za Yesu. When we get the image of Christ, when we get the character of Christ, that is when we can really say that we have grown to maturity. Kwa hivyo unaweza kuwa na 60 years, 70, na kama bado una portray dalili za utoto, we can't call you mature by the reason of age. Kwa hivyo maturity tumesema ni hii. It is the degree of conformity to the image and the character of Christ. 2 Corinthians chapter 3 verse 18 inasemaje? But we all with open faces, beholding as in a glass the glory of the Lord, are changed into the same image from glory to glory, even as by the Spirit of the Lord. Kwa hivyo 2 Corinthians inaongea kuhusu jinsi watu hubadilishwa, jinsi watu hukomaa ni kwa kutazama neno la Bwana kama kioo. Na tunapozidi kutazama hili neno linatubadilisha mpaka mwishowe tunafanana na Yesu. Amen. Kwa hivyo maturity ni nini? It is the degree of conformity to the image and the character of Christ. Umeandika? Nataka kusikia umeandika nini? What is maturity? Want to go? Aya, rudia mara nyingine. This is Odiapo. Wacha nirudie. It is the degree of conformity to the image and the character of Christ. What is the character of Christ? Tabia ya Yesu ni gani? Aya, tuseme love. Twende pole pole. Perseverance, goodness, peace, kindness. Hizo ndizo tabia za Yesu, si ni kweli? Kwa hivyo wapendwa, tunaposema tumekomaa, tunafaa kuangalia nini hizo tabia. Unazo? Sawa sawa. Ukiona bado uko na ile hasira ya ile maisha pastor Mmoja anasema, ile unatetemeka hivi, bado kuna kitu haijaubika ndani yako. Ukiona bado kuna uongo ndani yako, bado hujafanana na Yesu. Are we together? Hebu uliza jirani yako, wewe umefanana na Yesu? Hallelujah. Amen. Number 2. We are giving you second definition. It is the depth of understanding of the mysteries and the secret of the kingdom of God. The depth
of understanding of the mystery and the secret of the kingdom of God. The depth of understanding of the mystery and secret of the kingdom of God. Mtatuia radhi wale ambao mmezoea evangelism, hii kanisa tunafundishanga. The depth of understanding of mysteries and the secret of the kingdom of God. Mtu ambaye amekomaa kuelewa Mungu. Kuna watu wanaelewa kuhusu Mungu na kuelewa Mungu. Kuna tofauti ya kujua kuhusu Mungu na kumjua Mungu. Amen? Ndio maana mnasikia vijana siku hizi wanaimba fundi wa bao nipige rada. Kibeni kidogo. Fundi wa bao amuna mnibo. Situibe. Fundi wa bao nipige rada. Acheni Pastor Mlindi aibe. Pastor Mlindi, wewe unajua hiyo hiyo. Haya nipige rada. Anzia mahali naanziaga bwana. Tunaanzia wapi jamani? Kuna mahali unaanziaga. Alifunzwa kutoka utotoni na baba yake kutengeneza viti na meza. Endelea. Na kujua hizo ndizo zitakuja kumsulubisha kitu kama hiyo. Nilisahau. Haya, sasa weka chorus. Nipige randa niwe sawa sawa. Niwe sawa sawa. Na ukiangalia wale wanapigwa randa na vudu wa pao hawafanani na Yesu. Ni kweli? Bwana Yesu asifiwe. Are we together? So mtu ambaye amepigwa randa na vudu wa pao na amepigika randa, he knows and understands the mysteries of the kingdom. Bwana Yesu asifiwe. He knows God. He understands him. Sawa sawa. Kuja kanisa hakufanya Mkristo wapendwa, hapana. You can be a thief and you are still in church. You can be a prostitute in church, right? Kwa hivyo maturity inamaanisha the depth of understanding of the mystery and the secret of the kingdom of God. Kuna siku wanafunzi waliambiwa na Yesu in the book of Matthew chapter 13 verse 11. He answered and said unto them, because it is given unto you to know the mysteries of the kingdom of heaven, but to them it is not given. Yesu alikuwa anaongea na mifano na wanafunzi mara mingi kuna wakati walikuwa wanaenda wanamuuliza, ulikuwa unamaanisha nini? Amen? Na Yesu anawaambia kwa sababu mambo haya kwenu mmefunuliwa. Lakini naongea na mifano kwa sababu yako wala majamaa wasielewe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. So what is spiritual maturity? Mimi sitaki kusikia korasi. Haya, tumesema ya kwanza ni gani? The degree to the image and the character. Number 2 tumesema ni gani? The depth of understanding of the kingdom of God. Amen. Number 3, definition number 3. It is the ability of a Christian to reflect the glory of God and reflect God's character in every circumstance. It is the ability of a Christian to reflect the glory of God and reflect God's character in every circumstance. Kwa hivyo unapopigwa, unaposengenywa, unapoumizwa kwa sababu ya Injili, bado tunaona Yesu ndani mwako. Amen. Una siku Yesu aliambia Peter, utakapobadilishwa tia wenzako nguvu. Maana Peter hakuanza na roho, alikuwa mtu violent. Peter alikuwa wale watu ambao ukimletea kinyefu mnamaliziana hata kwa wachache ndani. Kuaga kugoja kesho sijui nini, tugoje pastor sijui akuje atatue. Hapana, Peter alikuwa anakata sikio pastor akuje ashughulike nayo baadaye itafanywa namna gani. Lakini baada ya kukaa na Yesu for a long time, Yesu akamwambia utakapobadilishwa strengthen your brethren. Yaani Peter, uzuri wa Mungu, God does not see you and judge you by what you are today. Uzuri wa Mungu ni huo. Kama Mungu angekuwa kama mwanadamu, anangojea ufanye kitu kidogo na kuua. Lakini Mungu anaonanga you are end product, anaona mtumishi mkubwa. Ndio maana mnaonanga Mungu anakuanga tolerance na our weaknesses. Na ndio maana mimi nakuanga very careful to judge people.
Maana ungeambiwa Peter atakuja kuhubiri vile alihubiri wakati alikuwa anakata watu masikio. Kwanza hiyo ilikuwa dhambi kubwa sana. Ilikuwa hiyo dhambi ilikuwa inafanya kama ni makanisa ya leo alikuwa excommunicated. Pastor simame hapa one of the studies aseme matangazo leo kuna ndugu ako na roho ya madari na tunamsimamisha kanisa kwa sababu alikata mtu masikio. Lakini angalia Yesu alisema wachaneni na Peter. Hiyo sikio iko wapi? Akachukua akarudisha. Peter alikuwa ana demonstrate na portray all the characters of the flesh. Na sometimes hata shetani anamtumia. Ushaona mtu anatumika na shetani, anatumika na Mungu. He was that weak. But imagine God did not give up with him. That's why we should not give up on people. Amen. Imesikia imenikata. That's why we should never give up on people. Amen. Mimi sijaiona mama amesema huyu mtoto wako anapupu sana. Mimi simtaki, hakuna. Anaoshaka yeye hata kama anapupu, hata kama anahara. Hata hara mara 10 kwa siku. Anaosha mtoto na anavalisha tena. Anavalisha diapers. Na anamwaga takataka na karai na huko hivi. Na hivyo ndivyo ukitaka kuwa pastor mzuri. Kuna mtu alisema hivi, Deacon Jeremiah, you can't be a father if you don't want shit. Unasikia maisha wewe unaenda katani. You will never be a father if you don't want shit. Nitafsiri hiyo. Kama hutaki kuhariwa, sijui kama ni Kiswahili sahihi. Kama hutaki kuhariwa, you will never be a father. Kuwa father ni kutapikiwa sometimes. Naita mama namwambia, "Wewe leta maji na karai." Amen. And sometimes unapukuliwa. That's how we become parents. Uliza wazazi hapa wale wamekaa wako na familia. The chaos and confusion and the problem they have gone through. Wengine unakuta hata wanalia na watoto. Kama padisha joto kamekuwa kama jiko. Paka mzazi anaona aka nimepoteza. Analia mtoto wa kibi. Amen. Na sasa wewe ndio wewe mama hapo umekaa ukua mkubwa. Umesahau hata na mama. Mama saa yote ni kuomba. Wacha nikwambie huyo mama unafaa kumsaidia sana. Amevumilia upuzi yako mingi kabisa. Na lakini wanasikiaga wakisema, "Nihesabiwa maziwa ile niliona." Shwari. Kichwa yako ni mzuri hesabiwa maziwa. Some of these things wazazi huwa wanatufanyia hatuwezi lipa. The best thing we can do to pay them back ni kuwasaidia, kuwaombea na kuwabariki. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So, Pastor Muli nimesema you can't be a father if you don't want. Kitu ndio halo. You can't be a father if you don't want. Ndio hali. Na angalia kibuti ile. Sasa huyu. Unasema lakini yeye Mungu ako na watu wewe. Na unasema he is my son. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Amen. Some of us want to be pastors lakini they don't want shit. Mimi sitaka upuzi. Wacha nikwambie hakuna mtu atakwambia unataka upuzi. Hakuna. If you want to be a pastor, itabidi. Hata niachie hapo vile mnaniangalia. Me am no nonsense man, my friend. Mimi kama kuna mtu hakuanga anapenda kelele kwa nyumba ni mimi. My wife is a victim. Mimi sikuwa anapenda kelele. Unajua sasa tulikaa miaka 5 bila watoto. Sasa nilikuwa nimezoea mimi ndiye kila kitu. Sasa wakati watoto walikuja. Mimi na kiburi yangu ilibidi nimese. Sometimes inafika kwa kelele mpaka unasikia masikio lakini what do you do? Bwana Yesu asifiwe. Huyu anaruka soma sote hapa juu ya kiti. Wengine anakuja kulipoti amepigwa gumi. Paka unaambia Mungu nipe neema. Amen. Na that is how it is with growth. Even in church. Sawa sawa. Huyu ametukia huyu. Huyu anasikia hii kanisa sio mzuri. Huyu anaona pastor haupendi. Huyu amekuja amekudanganya. Huyu ameniibia. Huyu amekusengenya na huko nje. And all of them ni watoto wako. As a pastor, you must allow shit for you to be a father. Kuna mtu ameshika kitu leo? Yes. Kuna a certain evangelist
alikuwaga na alikuwa ile kanisa nilikuwaga. Hey, alikuwaga anasimama juu ya kiti bwana. Anasema, "Mnaniangaliaje na macho kama ya omena?" Yaani, by the time anamaliza kuhubiri ametusi watu wamekaa square. So, akikuja tulikuwaga tunajua, leo tukukaa chocho. Hata kubleed na control bleeding because unaweza lekwa. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana these things wainjilisti nafikiri wanafaa kutumwa na huko nje wahubiri na huko nje. Si kanisa. Wataharibu kanisa. Because sasa tuwasiu mtu ametoka nje. Useme mtu asitoke nje kwa hii kanisa. Na labda anahara. Sasa unataka hapana. Pastor Mulini, I don't want you to go to become an evangelist. Go and become a father. Amen. If you don't want shit, you never be a father. Amen. Ndio maana mnaona na kwa very tolerant na mambo mengine. Because when I look at you, I see the end product. Amen. I see what you become tomorrow. Amen. So when we throw you out, kwenda kabisa. Au diaje? Bwana Yesu asifiwe. So it is the ability of a Christian, definition number 3, to reflect the glory of God and reflect God's character in every circumstance. Huyo mtu ambaye anadhihirisha tabia hizi amekomaa. Sawa sawa? Sawa sawa? Na nimetoa mfano, when Peter was still in the flesh, it was hard for him to fulfill the will of God in his life. The Peter we know. Kuna wakati hata alichukua Yesu, akamweka kando hapo. Kamwambia Yesu, ati nimesikia maneno gani? Hebu rudia. Ati ulikuwa unasema utakufa? Hakuna, unakufa nini? Na Peter hakuwa, it's the devil. Peter hakuelewa Jesus came purposely to die. So when you are saying Jesus should not die, you are saying no salvation. Na wakati Peter alipomwangalia, I think Jesus looked at Peter, he saw the devil is Peter. And he said, "Get behind me, devil. Thou art mindful of the things that be of the flesh." Hakuona Peter, aliona shetani. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana mnakuta kanisa ya Yesu ilikuwa na nini? Kulikuwa na wezi alikuwa na nini? Judas alikuwa kanaiba sadaka. Na ilikuwa inajulikana live. Paka imeandikwa kwa Biblia. Imagine kwa kanisa unajua fulani anaiba sadaka. Na ndiye treasurer. Kanisa ya Yesu ilikuwa na mwizi na nini nyingine? Ni wawaji. Peter alikuwa na mtu anataka mwingine. Na mimi najua. Mimi naonaka Peter alikuwa ameleka kichwa. Sasa kati alikuwa unajua kama ni kichwa imelekwa kufanya hivi na kati sikio linaenda. So kulikuwa na watu wa tempers. Kulikuwa na watu kama Thomas. People who never believe. Hata ufanye muujiza gani? Nakwambia haya bana. Sasa hiyo ndio kanisa ya Yesu. Hii yani mnataka Mr. Perfect na Miss Perfect. Mtayaipata. So in our process of growing up, we should tolerate with one another. Amen. Au yaje? Nani alikuwa anakojua kwa kitanda akiwa mdogo? All of us here. Hata ujifanye namna gani, hakuna mtu hakuwahi kujua kwa kitanda. Na wengine tuliacha tukua high school. Mimi nilikuwa na rafiki yangu alikuwa my best friend. Alikuwa anakojua kwa kitanda na hakuwaje kumaliza form 4. Sasa watu walikuwa wanakutana na mimi ananiambia, "Wewe unakojua kwa kitanda because we are always together, so they are mistaking me na huyo mwingine." Naambia bana, mimi siko waki ni huyo mwingine. Sawa sawa. Na hakuacha kukojoa kwa kitanda hata tulimaliza form 4 bado anakojoa. Na alikuwa pia na shida nyingine, alikuwa kuna watu damu yao inanuka. Sawa? Alikuwa ananuka unasikia kabisa ako na marashi yake special. Bwana. Na sio ile kunuka ya ati ni damu yake ilikuwa hivi sivyo ile alikuwa mwana. Lakini hata wale huwa na miss yeye. Yaani tutakuja kutafuta yeye. Bwana Yesu asifiwe. Sawa? Mtoto akikojoa kwa kitanda huwa anatupa. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Naona mmechoka, tupalizie hapa. Ila kuchoka mmechoka nyinyi. So Peter took Jesus aside and he rebuked him. But Jesus saw the devil. So wapenda nataka kusema hivi.
ya kwamba if we are going to grow in Christianity, time factor is also important. Wacha kukimbia sana. Amen. Kubali kulelewa. Kubali hujui kila kitu. Unajua kuna kama sasa my daughter Modoni, nashukuru kuona kanaimba hapa. My daughter wakati alienda shule, my wife is a witness. Alienda kufundisha walimu. Na sasa anafundisha nini? Alishawaenda shule. Lakini utuaji mpaka sasa ilibidi achapwe. Yuambie huku sio wewe ndio unafundishwa, sio unafundisha walimu. And the problem with many of us here, we are so kiherehere. Umeokoka jana unataka kuwa mwalimu leo. Umeokoka jana unataka kuwa bishop leo. It does not work like that. There is a process. There is a time factor. Hallelujah. Abia jirani yako kubali mbelewe. Tibere mingi. Are we together? So we have stages of spiritual growth. The first stage we call it baby stage. 1 Corinthians chapter 3 verse 1 says, "And I, brethren, could not speak unto you as unto spiritual, but as unto carnal, even as unto baby." And your man nimeita baby stage. The first level of maturity, of growth is called, the first stage of spiritual growth is called baby stage. Na kila mtu anapitia hapa. Hata bishop alipitia kwa hii baby stage. Sawa sawa? I have fed you with milk and not with meat. 1 Corinthians chapter 3 verse 1 ndio ninasoma. I have fed you with milk and not with meat, for hitherto you are not able to bear it. Neither ye yet now are you able, for you are yet carnal. For where there is among you envy, strife, division, are you not carnal, and walk as men? For while one says, I am of Paul, and another am of Apollos, are you not carnal? Kwa hivyo, the first stage ya spiritual growth inaitwa baby stage. Kila mtu aseme baby stage. Baby stage. Na kuna Wakristo wako hapa. Wako kwa miaka 5 kwa wokovu, lakini hawajaitoka hii baby stage. Tutaangalia tabia za baby stage. Amen. Sawa sawa? Amen. 1 Peter chapter 2 verse 1 and 3. 1 Peter chapter 2 verse 1 and 3. Wherefore, laying aside all malice, all guile, hypocrisies, envies, and all evil speaking, as a newborn baby, desire the sincere milk of the word, that you may grow thereby, in so that you have tasted that the Lord is gracious. Peter also is addressing that stage of baby stage. Anasema ya kwamba tuweke chini usuda, uongo, unafiki, evil speaking, matukano. Na wale watu bado mko na matukano, mko kwa baby stage. Abia jirani yako angalia mbele. Kuna watu mnasikia kama bado amekuwa, lakini nasikia mmekaa mwamba hii. Tumesema wako kwa baby. Sio baby. Amen. Kwa hivyo Biblia inasema tuweke chini nini? Matukano, uongo, unafiki, ujaja, evil speakings. Sawa sawa? Maana hizi zote ndizo zinazuia mtoto. Remember hapa hatuongei kuhusu mtoto wa miaka, tunaongea kuhusu mtoto kiroho. Sawa sawa? Kwa hivyo huyu ni mtu mzima, ako na miaka 50, lakini tabia anazodhihirisha ni za mtoto. Are we together? As a newborn baby, desire sincere milk of the word. Kwa hivyo kwa Biblia kuna maziwa. Mtoto anafaa kunyonya. Ananyonyaga kwa titi gani? Biblia. Bwana Yesu asifiwe. Kuna titi inaitwa maandiko. Anafaa kunyonya. Desire the sincere milk of the word, that you may grow thereby, if you have tasted that the Lord is good. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Kwa hivyo mtu ambaye hajaacha matukano, wivu, envy, kijicho. Hii kiatu yako. Kwanza hii sio leza, hii inakuwa like sin all stuff. You tu vitu dogo. Na hii kwa yako nilijua tu, hii si inakuwa mtupe. All those ni dalili za watoto. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mshawahi enda supermarket na mtoto wako, akaona mtoto mwingine na toy.
Unajua watoto hawajuagi mipaka. Kila toy ni yake. Mwambie nipatie. Na kanalia. Namwambia baba nitakununulia nyingine. Nitakubaia yako. Hapana nataka hii na sio yake, amekutana na mtoto mwingine supermarket. Amen. Amen. 2 Timothy chapter 3 verse 10 to 12. Purpose, faith, long suffering, charity, patience, persecutions, affliction, which came unto me at Antioch, at Iconium, at Lystra. What persecutions I endured, but out of them all the Lord delivered me. Yeah, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. This is Paul, who is giving the list of the thing he went through in life because of Christ. Amen. Baada ya Paul kukomaa kutoka baby stage, amekuwa mtumishi wa Bwana. Mambo haya yote alistahimili kwa sababu ya Injili. Amen. Anasema mlijua my manner of life, mlijua my doctrine, you knew my doctrine. Mafundisho yangu mliyafahamu, my manner of life. Sawa? Paul alikuwa anafanya kazi na mikono kwa sababu hakutaka kuwa mzigo kwa wengine. Ndio maana anasema you knew my manner of life, you knew my purpose. Alikuwa na kusudi. You knew my purpose, you knew my faith. Imagine, you knew my long suffering, mateso yangu mliyafahamu. You knew my charity, my patience, hata subira yangu. You knew my persecution, the affliction that came unto me at Antioch. This is after maturing now. Alipitia hizi zote. Alivumilia mambo haya yote kwa sababu ya kukomaa na kuwa mtumishi wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. So, the first stage tumesema ni bebe. Nataka kusikia vizuri. The first stage ni uliza jirani yako kama ni bebe. Okay, characteristics of spiritual babies. Tabia za watoto ni gani? Ukiona mtu hataki ya kwanza nitaisema hivi. The first character of a spiritual baby ni dependent. Sijui kama ni dependent au ni dependent. Tabia za kutegemea. Ni dependent au ni dependent? Dependent, So, spiritual babies wako na mazoea ya kudepend. Amen? Na wachungaji na Wakristo wengine. Asipofuatiliwa atakataa kanisa. Na ndio maana mnaona tukisema wale ambao wameokoka juzi wafuatiliwe. Sawa? Wafuatiliwe sana. Wapigiwe simu. Sawa? Juu hawajashika sawa? Wako na mazoea ya kudepend. Na ndivyo ilivyo hata maisha haya. Mtoto akizaliwa si huwa anadepend na mama kwa kila kitu. Ananyonya, anaoshwa, analishwa, analalishwa. Yaani kila kitu yeye ni kufanyiwa. Amen. Kwa hivyo kwa kanisa wale watu wako kwa hii stage. Na ndio nimesema kuwa mchungaji lazima uelewe the kind of flock you have. Kuna watu lazima wafanyiwe hizi vitu zote. Sawa? Sawa. Mimi nakumbuka wakati nilipofungua church cha Ng'ombe. Kuna watu tulikuwa tunafanyia shopping. Unaenda unamwombea kwa nyumba. Sawa? Shopping unamwombea kwa nyumba akiwa mgonjwa, pastor kuja uniombee na unaenda. Sawa? Akitia mabati usiku simu. Pastor huku kuna majini. Sasa sawa, na hizo zote ni kazi. Huyo ni mtoto sawa? Sawa? Sasa hii kanisa si yangu siku. Sijaisikia mshirika wa hii kanisa ananipigia simu ati kuna majini juu ya nyumba. Na ndio maana hata usiku naekaga plain mood. Najua washirika wangu wametoka that level sawa? Na hata kuna vitu nakutaka zimefanywa. Kama sasa mnaona hii, angalia ukuta huko kando. Si mnaona imepakwa rangi? Unafikiria mimi nilikuwa kasio mimi. Wewe ni mshirika tu aliamua hii kanisa yetu haikai vizuri. Sasa ukianza kuona watu wameanza kuona shida za kwao, wameanza kukomaa. Na hiyo uzuri wa kulea. Watoto wakianza kukua, wanakusaidia kazi. Kuna wakati nilikuwa mimi ninakumbuka nikitoka kazi Orpa. Nilikuwa ninaingia kwa nyumba mapema kama 6 na mimi niko kwa nyumba, nibebe speakers niwekele kwa mgongo, niende nifuke kwa church, nifagie,
nipange viti, nifunge vyombo, nirudi kwa nyumba nioge, nirudi kanisani nihubiri, niombee watu, nirudi kwa nyumba nikule, niende job jioni kwa sababu naingia kazi usiku. Nilikuwa sometimes ninachoka mpaka nasikia kama kazi ni hii Mungu imitia. Lakini sikuwa na watu wa kunisaidia. Sasa hivi sijua vyombo zinawekwa wapi. Sijui waya zinawekwa wapi, niliacha. Lakini hiyo inatokana na nini? Na kulea. So if you don't want shit, you never be a fan. Bwana Yesu asifiwe. So watoto wanakuwa na mazoea ya nini? Dependent. Pastor, imagine ninaumwa na kichwa. Nasikia kisukusuku. Sawa sawa. Bwana Yesu asifiwe. Amekuja kuniangalia hiyo kanisa sitarudi. Haina upendo. Tunakuelewa tu, tutakunyonyesha mpaka ukomae. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tabia ya pili, they want to be served. They want to be served. Wanapenda sana kutumikiwa. They want to be served. They want to be served. Sawa sawa. They want to be served. They want to be served. They want to be served. Na hata hiyo serve kama sasa ni kukula. Watu wanapenda kukula, wataki. Mimi nakumbuka nilikuwa ninaona mama yangu, mimi ndiye first born kwetu. Nilikuwa ninaona mama anashika. Dada zangu wao. Anaweka uji. Na mimi niko hapo kando. Sasa naambia mama nipatie. Kama amekataa. Wewe umekunywa yako. Naona vile mnanichekelea ni kama nyinyi hamkupitia hapa. They want to be served. Na wataki chakula, wanataka ile. Nilimwambia vile mtoto alikuwa ananiambia juzi. Mimi napenda mkimo. Sasa alikuwa anauliza mkimo aje? Mkimo tena. Sasa nikamuuliza unataka nini? You don't mean. You don't mean. Au maziwa mara. So number 3, they are self-centered. They are self-centered. Ukiona self-centeredness in church, hata kwa praise and worship, ukiona hii self-centeredness behaviors, inakuwa dalili ya watu ambao hawajakomaa. Sawa? Sawa? Yes, ni dalili ya watu wako na utoto ya kiroho. Self-centered. Kama sio mimi, sio kama mimi siko hata yeye asikue. Kama sikuli hata yeye akuli. Ushawasikia watu wanasema hivyo? Kama siibishi hata yeye haibishi. Nimemwona siku mingi sana. Hiyo ni utoto. You have a process to go. Unahitaji kukomaa. Amen. They are self-centered. Amen. Niwapatia mfano na toys. Kila toy ni yako. Ni yako. Mwambie nipatie yako, umekuta yeye na yeye. Sawa. Number 4, they are carnal. Please write it. They are carnal. Haya ndio mafundisho huwa yanafanya mtu akuwe mtu mkubwa. Sio misisimuko hapa ya kuli. They are carnal. Ni watu wa mwili, wana shida na mwili. Unasikia mtu anakuambia, "Pastor, imagine jana nilijaribiwa, nimefuta kidogo. Haki niombe." Lakini sikumaliza yote, nilikunywa kanusu. Kanu? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Niweka kwa mao. Sasa imagine mshirika akija anakuambia, "Haki pastor jana." Lakini nimelia usiku mzima. Na ni kweli amelia. Mungu nisamehe nitafuta tena. Sasa kwa pastor nafaa kumfukuza kwa kanisa? Hapana. Sawa sawa. Sasa tunaliangalia si ni kweli? Yes. Au niaje? Si ninaona wakati watoto wako waliacha kukojoa kwa kitanda. Mimi nakumbuka wakati waliacha kuacha na kojoa. Unasikia kwa hiyo vizima wabe hawaja kojoa siku moja. Wakuona kuja amefanya hivi. Leo sijakojoa, leo sijakojoa. Na unampigia makofi, yes. Unamtia moyo. Umwambie si umekojoa siku tano, hapana, unampigia makofi.
Sawa sawa. Siku hizi hawako join. And as a pastor, I said if you don't want shit, you never be a father. So unakuwa na mshirika anakuja. Kuna hata washirika wanakuja ananiambia nimeoa jana. Nimeleta kwa nyumba. In this church we don't allow those kind of stuff. Lakini we normally check huyu mtu ako wapi? Au hamjui? Kuna mtu anaweza kuja niambie nilioa nifukuze yeye kwa kanisa. Ni kama mtu mzima akuja akwambia, "Bali siku anataka ati amepuku kwa kitanda." Hapana, hawezi kupuku kwa kitanda, hakuna. Ati ni break zili, hakuna. Lakini mtoto kuna vitu kwa anaweza fanya lakini hatuna shida na zile kweli. So kuna mtu anaweza fanya hata kitu kwa kanisa unaangalia unajua. The problem is huyu mtu mambo ya Mungu hata hajashikanisha hata anakuja tu hajui. So unamwangalia unamwambia wewe leta mama tu tuendelee. Leta madam tuendelee. Sikuzi hata hajui. Hajui kunaenda hata hashiki hata kuokoka hajajua vizuri ni nini. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio maana kunaona pastor wachana na wachungaji. Kuna ile kitu wewe unaona ni shetani, pastor anakuambia wachana. Wachana na yeye. Sawa? Unanishika? Lakini wewe unaangalia unasema hakuna. Fukuza. Wewe hapana, wachana na yeye. So, tumesema they are dependent. They want to be served. They are self-centered. They are carnal. Carnal ni nini? Ni mtu wa mwili, si kweli? Ni mtu ambaye anasumbwana bado na mwili. Hasira, maana anadanganya. Maana unasikia aliyekuwa alifuta kidogo jana. Na bado anakuja. No, very genuine. Pastor, I love Jesus. Oh, I love Jesus. Ni majaribu, na ni majaribu. Sawa? So mnamvumilia? Sisi tuseme mnamvumilia. Wewe jirani yako kama ako pembe siku. Unajua yeye pastor ni yeye ndiye alinikuja long side. Nikafanya aje? Alinikuja sasa hiyo mtu wenyewe hana meno. Kwa 10 meno yote. Yeye alianza. Kwa hiyo kama hakianza mimi singeoka. Yeye alianza. Mimi nakumbuka wakati tulikuwa church ya ng'ombe. Zile kesi ndio yangu, si niwaambia. Ni kesi za huyu mama na wote ni washirika wangu. Mtoto wake amekuja kwa mlango yako akapupua hapo nje. Na wewe na yeye sasa tunaitwa imagine kesi pastor mzima anaitwa kesi atatue. Na mnajua watoto wakiwa wadogo kama kana tabaa. Si kanaweza kupupua kwa mlango yako. Aya, si inawezekana? Sure. Sasa kesi kama hiyo utakata namna gani? Wachungaji wanatokaga those levels. Kama jamaa wengine walikuwa wanakuja church na maslippers. Sasa tukiimba unasikia pa pa pa. Sasa nashindwa hiyo kelele inatoka. Kumbe ni majamaa wamekuja na slippers. Hawajui hata kanisa mwendaji na slippers unaendaga na viatu. Huyu mtu anaenda kazini na viatu, kanisa anakuja na slippers. Imagine. So ukiona watu wanakafaa suti hapa, wanasimama hivi kama soja. Pastor amefanya kazi. Mimi nakumbuka kuna hata hii church ndio watu wengine wafae suti ile vile tulipigana. Mimi nifae suti. Siwezi vaa suti. Na leo anavaa suti. Amen. So if you don't want shit, you never be a father. Sawa sawa? Amen. Sawa sawa? Yes. Hallelujah. Amen. Kuna watu wako baby stage. Si wako? Mimi pastor anakuambia hiyo church watu wako na upuzi mwingi sana. Huyo mama aliniangalia na aliniangalia vibaya. Sure, macho okay, for example, mimi mkiniangalia macho yangu mimi naangalia hivi. Na kuna mtu hivi ninaangalia vibaya. Au ni aje? So if you judge people by that, you fight everybody. Hallelujah. Sawa sawa. Spiritual growth. Are we together? Yes. Are we together? Yes. Wacha tuangalie one more stage alafu we call it a day. The second stage inaitwa little children stage. Little children stage. Tutasoma 1 John chapter 2 verse 12.
little children stage, 1 John chapter 2 verse 12. I write unto you little children, because your sins are forgiven you for his name's sake. I write unto you fathers, because you have known him that is from the beginning. I write unto you young men, because you have overcome the wicked one. I write unto you little children, because you have known the Father. Amen. Hiyo ni stage ya pili inaitwa little children. Na kwa hiyo maandiko kuna mahali tumesema kuna level ya father, kuna level ya young men. Siko hapo? Siko hapo. So level ya little children, tabia zake, andika characteristics of spiritual children in the church. Kuna watu wako hii stage. Maana even in growth kuna tofauti ya katoto kadogo na katoto kameanza kuelewa sio kila toy yake. Kila toy sio yake. Hiyo hao ni watoto wawili tofauti. Na hata mtoto akianza kukomaa huwa mtoto, little children wanajua tofauti ya uncle na baba. Si mnajua hivyo? They know the difference between a father and uncle and a stranger and a neighbor. Lakini tutoto tudogo hatujashikanisha na kila mtu ni alikuwa ninunulia sisi alikuwa. So lakini hawa wametoka hiyo level. So number one, tabia zao ni hii. They like to receive praise and be near them. They love praises. Haki umeibisha. We. Ulisikia vile wepo ilishuka? Wanapenda hiyo. Sawa sawa? Ndivyo ninaona maisha. Tukitaka akule kabisa. Tunamsifu kumsifu Bwana. Wewe ni dume. Naye adamu yote naongo. Usiume yote utajogwa. Anajaza yote. Alafu anasimama hivi. Si nimekuwa mrefu sasa. Sasa shwari. Unaenda kuwa mrefu kwa sababu ya kukula sasa hivi. Lakini because of those praise. Anakula mpaka akilala na lala kama ameshiba. Bwana Yesu asifiwe. Au ni aje? Na pia mtumishi ulihubiri, Mungu akachuka mwenyewe. Sasa kumwambia hivi. Hata kuja kanisa. Kuna wengine walikuwa pastor mwana nimekuja church. Anamwambia, ulikuwa wewe. Haki. Si Mungu akubariki. Huyo. Sasa unafaa kusifu kwa sababu ya kuja church. Lakini anaona yeye kuja church as an achievement. Unaelewa tu kitu chao. Bwana Yesu asifiwe. Uliza jirani yako kama nilikuwa chao. They love to receive praises and be near them. Bwana Yesu asifiwe. You be near. Simuseme. They love to receive praises and you be near them. Are we together? Number 2, they do things appealing to them. They do things appealing to them. Wanapenda kufanya zile vitu zinawa. Kama ile kitu inamfurahisha ndio huwa anapenda kufanya. They don't mind kama itakuuma, kama itakuudhi, kama utaumia. Mshaona watu ina hiyo atapachaje? So long as inampendeza. Na hawabilikani. My dress, my choice. Simuseme. My dress, my choice. Moya kanisa simuseme. My dress, my choice. They love to do things appealing because you should be mindful of other people's feelings. Au yaje wapendwa? Does it mean because it is appealing to you, you go naked? You are hurting other people's feelings. Maandiko inasema ukienda kwa soko unaweza kula chochote. Lakini ukiwa na ndugu ambaye ni mdhaifu dhamiri yake usikule. Kama anaamini ukikula nguruwe umekula shaitani, usikule. Au hamjui kuna watu hawezi kula sausage. Anauliza, kuna nguruwe ndani? Sawa sawa. Maana hiyo anaona zile nguruwe 2000 ziliingia kwa sausage. Sikuna mahali Yesu alifukuza nguruwe zikaingia, zilikuwa na mapepo. Mapepo zilikuwa kwa nguruwe, zikafukuzwa nguruwe zikaingia kwa maji. Sasa kama maji nguruwe zilitoka kwa maji, pepo zilitoka. But the issue is, kuna watu wako na dhamiri dogo, dhamiri ambayo ni dhaifu. Yeye anakwaswa na kila kitu. Sawa? Biblia inasema we should not hurt them. Ukiona mtu kama huyo
Ukikunywa chai iko na sukari inamuuma, achana nayo, kunywa wakatuvia hiyo siku, sawa? So those people who are they do things appealing to them. Sawa sawa? Amen. Hallelujah. Amen. Sawa sawa? Yes. So I write unto you children because your sins are forgiven. Andika hii ya 3, their sins have been forgiven. Their sins are forgiven. Hawana dhambi, Mungu amewasamehe. Sio ati wanafanya hii mambo kwa sababu wako na dhambi. Hata wale watu tumesema unasikia wako na hiyo tabia. Ni process ya deliverance. Yaani mtu bado kuna zile vitu alikuwa anang'ang'ana nazo. By the time aache, sawa, it may take some time. Kama Peter, Yesu amemfumilia all that wrong, anakatana masikio na afukuzwi church. Sikio iko chini. Hey, hata Yesu alikuwa na kanisa ya ajabu. Sawa? Sawa sawa? Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Pigia Yesu makofi mazuri. So tutafikisha hapo because of time, but I believe you are blessed. Amen. Amen. So tumesema what is spiritual maturity? Please read what you have written. It is the degree of conformity to the image and character of Christ. The degree of conformity to the image and the character of Christ. Number 2 tumesema ni gani? The depth of understanding the mysteries and the secrets of the kingdom of God. Amen? Amen. Sawa sawa? Yes. Ya 3 tumesema ni gani? Reflect in every circumstance. Amen? Sawa sawa? Kuna mtu anashika? Yes. Yes. Haya, tukasema how many stages of spiritual growth? Ya kwanza tumesema ni baby stage. Sawa? Yes. Tabia zake ni gani? They are dependent. They want to be served. They are self-centered. They are kind, bado wanasumbuana na mwili, si kweli? The other stage tumesema ni gani? Yeah? Na haya tumesema tabia gani? They love praises and the pastor being near. The pastor being near. The pastor should be near them. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna mtu amesaidika? So coming start tutaangalia the young man stage, the father stage and all those stages, right? Yes. Hallelujah. Amen. Sawa, niondolee sasa hii. Kuna some announcement I want to make and then we call it a day.